Sawa. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi. Kwa hiyo binafsi Jeruti atajenga uwanja, Mohamed Dewji atajenga uwanja. Yeye asilimia 80, Simba amiliki asilimia 20, lakini Jeruti yeye atajenga uwanja ambao utamilikiwa na Simba wenyewe moja kwa moja. Kwa maneno yangu yakikuwa naumba manake tungemfunga yule mtu. Basi sema ni sehemu ya utabiri. Tuendelee hapo. Mimi kusema kwamba Simba ni mali yake ni kutekenya nyaya alafu kusikilizia kwamba wana Simba wanasemaje. Hicho ndio kitu ambacho maana baada ya kuongea kauli ile siku inayofuata akabadilisha kauli. Hakuwa na maana hiyo. Simba sio ya model. Alibadilisha kauli. Simba Sawa, bwana, leo ni Aprili 1 ama tarehe 1 mwezi wa 4 huu 2026. Bwana, leo tumeamka story kubwa upande wa michezo kwa sisi wana sports tunasema upande wa michezo ama pamoja na wale wafuatiliaji wa masuala ya kimichezo. Tumeamka story kubwa ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea bwana Msimbazi Simba, ni kuhusu ishu ya hawa wawekezaji sijui pamoja na mzabuni. Bwana, story kubwa ni kuhusu ishu ya ujenzi wa uwanja. Taarifa zinaeleza kwamba Mohamed Dewji jana amewasilisha barua kwenda bodi ya wakurugenzi ya Simba, yeye akiomba ridhaa ya kujenga uwanja wa Simba Sports Club, lakini akitaka uwanja huo yeye aumiliki kwa asilimia 80 wakati klabu ya Simba itaumiliki kwa asilimia 20. Sasa maswali ya wadau siku ya leo yameamka kwenye story zote na kwenye vituo vyote vya radio kwenye sports ni kuhusu kwamba kama Mo Dewji anataka ajenge uwanja lakini uwanja huo aumiliki kwa asilimia 80 alafu klabu ya Simba imiliki kwa asilimia 20. Yaani katika hali ya kawaida mmiliki halisi atakuwa ni nani sasa hapo? Bado haijabainika, lakini ukija kuangalia Simba wana katiba mpya kuelekea kwenye mabadiliko ya uendeshaji wa klabu kwenye ile transformation. Klabu inatakiwa wanahisa kwa maana ya wawekezaji wawe na hisa asilimia 49 wakati upande wa wanachama wawe na hisa asilimia 51. Sasa kama mtu atapewa uwanja kwa asilimia 80 maana yake committees zimekuwa ni nyingi, lakini sasa hili watu wa kulizungumzia ni wanasimba wenyewe. Lakini kwa upande mwingine ni Jeruti ambaye yeye ni mzabuni wa klabu ya Simba Sports ambaye yeye alishinda ile tenda ya kuzalisha vifaa vya michezo ama ya kutengeneza vifaa vya michezo vya Simba. Juzi picha zilionekana akiwa China, na pamoja na kwamba haikutajwa kwamba wale ni wakandarasi ama wahandisi, lakini picha ilijieleza wazi kwamba wale watakuwa ni watu wa masuala ya ujenzi, kwa sababu kulikuwa kuna Wachina pale, kulikuwa kuna picha ya uwanja, na miongoni mwa mkataba ambao Simba walisaini pamoja na Jeruti ni kwamba mtu atakayeshinda ile dhabuni ya kuzalisha vifaa vya Simba Sports pia ndani yake kulikuwa na kigezo cha kwamba itabidi ujenge uwanja wa club. Kwa hiyo tukaona kwamba Jeruti basi ameanza kwa vitendo, alimsajili Ino Roemba, tukaona wachezaji wamepewa magari, tukaona ishu kama hiyo ishu ya uwanja. Lakini zipo taarifa za chini ambazo zinaeleza kwamba boss Mohamed Dewji amestuka, ni kama watu wanataka kumtoa kwenye ile nafasi yake kiujanja. Sasa amekuja moja kwa moja, yeye anachokitaka ni kwenda kujenga uwanja lakini haumiliki kwa asilimia 80. Sasa mimi nikasema nilimpata Mnandi Junior, yeye ndio mwanachama na shabiki wa klabu ya Simba. Sasa yeye atakuwa na mengi. Karibu, mimi naitwa Rashid Kasim, ufuatilie mazungumzo yangu. Sasa niko na Mnandi. Sogea kwenye kamera hapa uonekane tuzungumze. Bana, story wao umeifuatilia sana na tulikuwa wote pale chini tumezungumza off mic. Mwekezaji anataka ajenge uwanja lakini haumiliki kwa asilimia 80. Story ndio inapoanzia hapo. Kabla ya kwenda kwake kwamba kuhitaji kujenga uwanja na kumiliki kwa asilimia 80 kwa upande wake, tuanzie kwa Jeruti ambaye ndio mtu wa kwanza akionekana yuko Uchina akiwa na Wachina akipiga picha ya pamoja, lakini kwa pembeni ikionekana kuna ramani ya uwanja jinsi gani utakuwa na jinsi gani unatakiwa ujengwe. Baada ya kupostiwa ile taarifa Jeruti juzi jana, ndio tukaona taarifa ya Mohamed Dewji pia akisema sasa anataka, amewasilisha barua kwenye bodi ya wadhamini wa klabu ya Simba wampe ridhaa sasa aende sasa kwanza ujenzi rasmi wa ule uwanja pale Bunju, na yeye ataumiliki kwa asilimia 80, Simba watamiliki kwa asilimia 20. Hilo jambo mimi sitataka kulizungumza kwa marefu na mapana, na waachia sasa hao bodi ya wadhamini ambaye kawaandikia barua. Sawa, watatoka na kitu gani, watakubaliana ni kitu gani, alafu ikifika kwetu sisi kama wanachama, sisi tutalizungumza kama wanachama. Lakini kwa mimi kama mimi Mnandi Junior, hilo mimi naliachia bodi ya wadhamini, sitolizungumza kwa marefu na mapana. Sikashawasilisha barua kwa taarifa ile niliyoiona kwenye mitandao. Yaani mtu anachotaka kujua ni mtazamo wako kwamba bosi anataka kujenga uwanja lakini atamiliki kwa asilimia 80. Sio shida hata akitaka kumiliki asilimia zote 100.
Sasa tunachokihitaji si kuwa na uwanja Simba Sports, na huku tayari kashaonekana Jeruti kwenye ahadi yake kwamba atajenga uwanja katika mkataba wake wa bilioni 38. Basi binafsi na kashaonekana yuko na Wachina, na Wachina ndio wenye issue zao za kujenga viwanja. Kwa hiyo naamini sio dhambi tu, kama tunavyosema tunaenda kuwa na wawekezaji, kwani kuna ubaya kwenda kuwa na viwanja? Tunaona vilabu vingi barani Ulaya wanaona viwanja sio kiwanja. Umeona, kwa tukiwa na viwanja vingi tutakuwa na wigo mwingi wa kuchagua uwanja ule. Umefungiwa, una changamoto za hapa na pale, tunahamia uwanja unaofuata. Sawa. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi. Kwa hiyo binafsi Jeruti atajenga uwanja, Mohamed Dewji atajenga uwanja. Yeye 80%, Simba amiliki 20%, lakini Jeruti yeye atajenga uwanja ambao utamilikiwa na Simba wenyewe moja kwa moja. Sasa hiyo ya Jeruti ilikuwa ni kwa makubaliano ya mkataba kabla hujasainiwa kwamba mzabuni atakayepewa hiyo tenda atajenga uwanja, lakini uwanja utamilikiwa na klabu. Ndio maana Jeruti anatekeleza. Yeye anatekeleza. Na yeye Mo kashatoa taarifa yake, atajenga uwanja lakini yeye ataumiliki kwa 80%. Lakini awali alivyosema kwamba atawajengea uwanja wana Simba, hakusema hiyo kauli. Au uliwahi kuisikia? Ila alisema atajenga uwanja, atajenga hostel. Hakusema ataumiliki yeye. Anasema ataumiliki kwa 80%. Lakini kwa sasa ameonekana kwamba andika barua, amewasilisha kwenye hiyo baraza la wadhamini kwamba yeye anahitaji apewe sasa ridhaa rasmi, aanze ule ujenzi wa uwanja pale Bunju, na atamiliki kwa 80%, Simba 20%. Kwa hiyo tunaamini Simba tuna viongozi. Hilo baraza pia manake ni lenye kulinda rasilimali za klabu ya Simba. Wataangalia kwa marefu na mapana. Je, kuna maslahi kwenye hilo jambo? Linawezekana? Kama haliwezekani, manake hilo jambo lake litakuwa limeishia kwenye maji. Watabadilisha mfumo, atakubaliana na wao wanavyohitaji. Na tumeona ramani pale kwamba uwanja itabidi uitwe Mo Simba Arena. Kwa maana yake kama yeye ndio mwenye 80%, maana yake jina lake linatangulia mwanzo pale. Sio Simba Mo Arena, ni Mo Simba Arena. Sio shida. Yaani kuitwa Mo Simba Arena kwangu mimi sio shida. Shida kwenye makubaliano. Jinsi uwanja unajengwaje na umiliki wake unakuwaje? Yeye anamiliki 80%. Nimekwambia hiyo 80% yeye ndo ametoa taarifa, ameandika barua. Mbona hajasema moja kwa moja anaanza ujenzi hata miliki 80%? Akasema kwamba washakubaliana, maana yake ndo ameandika barua. Yaani kwenda kuwaomba wampe ridhaa. Si sahihi lakini. Nisikilize sasa. Kuwa sahihi ama sio sahihi, tusubiri majibu ya barua ya hilo baraza la wadhamini. Sikaandika barua. Mtazamo wako. Nisikilize kabla mtazamo wangu. Yeye sikaandika barua. Kwa mtazamo wake, maana yake anataka ajenge uwanja umiliki kwa 80%. Simba umiliki asilimia ngapi? 20%. Na sio sehemu nyingine, ni Bunju. Si ndio? Kwani si ndio kwake pale? Pale sio kwake, pale ni kwa wana Simba. Taratibu kwa kumwelewesha na mwingine ambaye yuko kwa kumwelewesha mwingine ambaye yuko Kigoma, Tanganyika huko, yuko wapi? Eneo la ule ambapo klabu inafanyia mazoezi. Eneo la Bunju ambapo vimejengwa viwanja viwili vya nyasi ya bandia na nyasi za asili. Ni eneo la wana Simba, eneo halali la wana Simba. Sio la Mohamed Dewji. Eneo la Mohamed Dewji, watu watambue hivyo. Mohamed Dewji amejenga vile viwanja, lakini sio eneo la Mohamed Dewji, watu watambue hivyo. Ni eneo la wana Simba, na yeye akiwemo kama mwana Simba, lakini sio la Mohamed Dewji. Ni eneo la wana Simba. Yani kwa tafsiri nyingine kwamba lile eneo la Bunju pale ni mali ya Simba. Ni mali ya Simba. Sio mali ya Jeruti, sio mali ya kwangu mimi Mnandi Junior, wala mali ya mwenyekiti wa klabu ya Simba, wala mali ya wajumbe wa klabu ya Simba na wanachama. Ni mali ya wote wana Simba kwa ujumla. Ule ni uwanja wetu ambaye tumenunuliwa na mwenyekiti alostaafu mzee Hassan Dalali, akiwemo na katibu wake mzee Muina Sefu Kaduguda Simba wa Yuda. Ndio wao walotununulia eneo lile. Sawa, Mohamed Dewji yeye ametujengea viwanja vya mazoezi vile pale. Ina maana kama atataka kujenga uwanja wa mechi pale, kujenga pale majukwaa na kila kitu iwe pale, maana yake kwamba anajenga uwanja wa Simba Sports Club, sio uwanja wa kwake. Kila mtu ajue, anakuwa alijue hilo. Kwa hiyo kama anataka kujenga uwanja kumiliki 80% pale Bunju, sio dhambi, ni makubaliano na viongozi wa klabu ya Simba. Sawa? Ni makubaliano na viongozi wa klabu ya Simba, lakini naamini wao kama wao pia hawatopitisha hilo bila kuwapa ridhaa wanachama. Je, wamelizia kwenye hilo? Kwa sababu sisi viongozi tumewapa dhamana, sawa, wa kuisimamia klabu yetu kwa kila namna, lakini wenye klabu ni wanachama na mashabiki, ndio wenye klabu yao. Kwa hiyo wao hawezi kuamua jambo moja kwa moja bila kulirejesha kwetu. Yapo ambao wanaweza kuyaamua kwa sababu ya kimaendeleo, lakini kuna mengine wakiona yana ukakasi lazima watayaleta kwetu na sisi tukaidhinisha, kwa sababu wakati anasema anataka kujenga uwanja alisema kwenye mkutano mkuu wa wanachama. Sikusema tu kawaida. Sikukati kauli. Umesema kwamba baada ya Jeruti kuonekana juzi yuko na wakandarasi pale na watu wakatafsiri kwamba wale watakuwa ni wakandarasi na picha ya uwanja tayari Mohamed Dewji ameibuka. Watu wanasema, ukisoma comment, maana hata mdau ule nilikuwa nakwambia tuziangalie comment. Watu wanasema kwamba ni kama tayari Mohamed Dewji amestuka, mnataka kumuondoa kijana. Hakuna anamtaka kumuondoa Mohamed Dewji. Yaani kujiondoa labda atajiondoa mwenyewe. Kama sehemu umekaa umefanya jambo. Atajiondoaje wakati Simba ni yake? Simba sio mali yake babu. Simba ni mali ya wanachama na mashabiki wa klabu ya Simba. Taratibu Mnandi. Ukisema Simba ni yake unatakiwa tuoneshe document ambaye kasainiana na viongozi wa klabu ya Simba. Mimi nazungumzia kwenye ile video ambayo aliwahi kusema miongoni mwa vitu anavyojivunia kuvimiliki vitu vya thamani ni klabu ya mpira ambayo ni Simba Sports Club. Kuna watu mbona wanasema vitu afu sio vya kweli. Wangapi wanasema? Mimi hapa naweza nikasema kabisa kwamba kesho tunamfunga fulani na tusimfunge.
Kwa maneno yangu yakikuwa naumba maana yake tungemfunga yule mtu. Basi sema ni sehemu ya utabiri. Tuendelee hapo. Mimi kusema kwamba Simba ni mali yake ni kutekenya nyaya alafu kusikilizia kwamba wana Simba wanasemaje. Hicho ndio kitu ambacho maana baada ya kuongea kauli ile siku inayofuata akabadilisha kauli. Hakuwa na maana hiyo. Simba sio ya Modeu. Alibadilisha kauli. Simba sio ya Modeu. Simba sio mali ya Modeu. Simba ni mali ya mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba. Simba hii unayoiona sio mali ya mtu, ni mali ya watu, ni taasisi ya watu ambaye tunaipenda hii klabu, sio taasisi ya mtu. Na maana hata tunavyomwataki Mangungu, hatumwataki kwamba ile ni mali yake. Tunamwataki yale ambayo tulimwagiza kwenda kuyasimamia pale, yanaenda tofauti. Hicho ndio unakuta sisi tunasimama kumwataki kiongozi. Na hata yeye tulivyokaa na kumwataki, tumemwataki kwa sababu yale aliyoyaahidi tunaona hayaendi kama vile ambaye ameyaahidi. Na ndio maana tumeenda tukampush. Lakini baada ya kumpush, unaona sasa hivi kuna baadhi ya vitu vinaanza kubadilika kutoka kwake. Hicho ndio kitu cha msingi. Hakuna mwanadamu aliyokamilika, kila mwanadamu ana mapungufu. Pale unapokumbushwa, unatakiwa usimame sasa na kuhakikisha kama unafanya kazi iliyotukuka. Ndio kitu cha msingi. Kwa hiyo kwenye hii kuiona na yeye anasema nataka kujenga uwanja na tayari amewasilisha barua kwa bodi ya wadhamini. Mimi naamini kwa sasa bodi ya wadhamini ipo. Lakini hilo kuwepo mimi kwangu naona kwamba bado sio rasmi sasa, kwa sababu kuna katiba nyingine imetoka, kwamba kuna katiba mpya ambayo imetoka. Katiba hii mpya inaelekeza kwamba iteuliwe bodi nyingine ya wadhamini. Kwa hiyo hii barua ambayo yeye kaiandika kwenda kwa bodi ya wadhamini kwa hii katiba ya sasa, wale wadhamini hawatambuliki, na maana asubiri wadhamini wengine ambaye watateuliwa. Wakishateuliwa hao wadhamini ambao watateuliwa wanatakiwa wakapitishwe na wanachama. Baada ya kuteuliwa wanakwenda kupitishwa na wanachama kwamba hawa waliowateua viongozi ni sahihi. Sasa wanapaswa sasa kwenda kuchukua mamlaka ya klabu ya Simba na kila kitu, kwenda kulinda rasilimali zetu ili Simba isonge mbele. Tukishawapitisha sisi, tukiwapa baraka, manake hao sasa ndio wataenda kupitisha mchakato wake, na huo uwanja kama utaenda kujengwa, utaanza kuanza kujengwa rasmi. Hakuna mtu anakataa maendeleo, kila mmoja anataka maendeleo. Kwa hiyo yeye ajenge uwanja, Jeruti ajenge uwanja, na mwingine anataka kuja pia naye ajenge uwanja. Tuwe na viwanja vingi, tuwe na wigo wa kutosha. Afu hao wengine walukaluka au kuuza maandazi, tuwape nao viwanja, at least wao wanafanyia hata mazoezi. Walukaluka kwenye mabwawa huko, tutawapa nao viwanja. Sasa kwenye bwawa la wapi? Kwenye mabwawa huko kuna mabwawa, maana bwawa sio moja, yako mengi pale. Kuna mabwawa kibao pale, ukienda unakuta saizi viula wanalukaluka. Sasa hao watani zako na watania wao tayari wanajenga. Uko wapi? Wao wana hati tu wanajenga. Umeona uwanja pale, wamekabidhiwa hati pale kwenye siku ya Mwananchi pale, uwanja wa Benjamin Mkapa pale ndio nimeona wamekabidhiwa hati. Akisijaona uwanja huo umeuona wapi? Wao wamesema juzi hapa kwamba JSM kashinda tenda, alisitanisha na nani mpaka ashinde tena. Sasa sisi tunasubiri kuona. Kwani tenda ya JSM walitangaza? Wanasema siku ile wameitisha press kwamba JSM kashinda tenda ya kujenga uwanja. Walitangaza wapi kama watu wanashindania ile tenda? Lakini sisi tunachokitaka sio maneno, tunataka vitendo. Hata hii Jeruti tumeona picha zile, tunataka tuone rasmi sasa Simba uwanja wapo naanza kujengwa. Mimi nitatoa maua yangu ya ndio maana nikasema Jangwani pale tayari unaona wenzako. Jangwani pale, si mimi nilisema pale, ukitaka uongozi pale chukua bulldozer, tibua pale, weka vizuri udongo ule, weka level pale, kachukue fomu. Unapita bila kupingwa mitano tena. Kuna hili hapa. Aliposikia maneno hayo tu nimeona naye engineer kafanya hivyo kapeleka bulldozer kachimba pale kishenzi kafagia. Sasa hivi pale anapaki magari pale nje. Magari anapaki, hata sasa hivi ukienda pale unakuta magari anapaki. Shakuwa yadi pale anapaki magari. Yapo ukipita na gari lako pale unaambiwa parking hapa, unapaki. Jangwani. Pale Jangwani magari yanapaki pale. Ila uwanja bado. Yaani swala la uwanja ni bado, ila magari yanapaki. Wakishaanza kujenga ndio sisi sasa tunaanza kuzungumza kwamba Yanga wanajenga uwanja. Lakini kwa sasa bado Yanga kujenga uwanja. Lile ni jiwe la msingi mtu kupata uongozi. Hata wewe ukitaka uongozi, nenda pale na waindi wako, pima pale, kesho wanakupa kula. Kwa hiyo ile ni sehemu kama ile walioacha wakoloni miji mikongwe kama Bagamoyo, sawa? Tunaangalia Zanzibar, tuna mji pale Mivinjeni pale Mtwara, hapa Lindi mjini mpaka hospitali ya rufaa ipo. Yaani kuna miji mikongwe. Kwa hiyo ile ni sehemu ya kuyatega uchumi ya kupata watu uongozi. Kwa hiyo ukienda pale ukiweka wewe alamani zako, uongozi unapata pale nyuma mwiko. Kwa na mwakani uchaguzi kama unajua. Injinia huyu ndo mwaka wake wa mwisho katika ile miaka yake aliyochaguliwa. Kwa hiyo mwakani manake uchaguzi. Kwa hiyo anatengeneza mazingira mapema kupata tena mitano mingine. Kwa hiyo naamini haina shida, mitano atapata. Hata mimi pale napeleka bulldozer napata uongozi. Kwa hiyo swala la uwanja Yanga bado sisi ndio tunaweza tukasema sasa hivi tuna viwanja viwili vya mazoezi ambayo tunajivunia, timu yetu inafanya mazoezi pale Bunju. Wao mazoezi wanafanya wapi? Unasikia mara Jinkana, maana wako Victown huko. Wapi? Wana kiwanja cha mazoezi. Wanakitoa wapi? Maana sasa hivi hiyo soka school wako hapo kwenye kiwanja cha TFF Kigamboni. Kwa nini wasiwe kwenye viwanja vao? Yaani mnaanzisha shule ya watoto wacheze mpira, alafu viwanja hamna. Wewe kuona wapi? Yaani unanunua viatu mpira huna, unaenda kuchezea wapi? Au utakimbia riadha? Ni maneno tu ya uzani ambaye yanatengenezwa, lakini mimi naamini sisi hatutaki maneno, tunataka viwanja vijengwe kweli. Lakini naamini hiyo barua aliyowasilisha Mohamed Dewji imepokelewa kwa hao bodi la wadhamini ambaye iko sasa hivi, lakini bodi rasmi tunaisubiri ambaye iteuliwe mpya. Hiyo tukiipitisha ndio itaenda kupitisha mchakato wake, akajenge uwanja kama alivyoahidi, sababu miaka ishapita, ajenge uwanja. Sasa tunataka vitendo sasa hivi. Hatutaki maneno, tunataka maendeleo ya klabu yetu ya kweli. Hatutaki maendeleo ya mdomoni. Kila siku mnataka nishindane na huyu, hatutaki maneno, tunataka ukweli. Kwa sasa hivi akitaka kwenda kufanya ukweli, akafanya
tufanye ukweli, hakuna mtu ambaye atamwataki. Toka ameingia Simba alikuwa hajawahi kukutana na kanzia yote watu kumwataki, lakini tumekuja kumwataki juzi kwa sababu kuona vile ambaye amekuwa ameviahidi katika muda wake wote, na kwenye mikutano tunapokuwa tuko naye hatuvioni, na ndio maana tumekuja tumemgusa. Kitu tumemgusa kaumia, lakini baada ya kuumia majibu si ndio hayo yanaenda kufanyika. 20% Simba, 80% yeye. Sasa ndo tusubiri huko na kuona, je, Simba watakubali 20%, yeye amiliki 80%? Tunasubiri na kuona. Mimi sio mzungumzaji kwenye hilo, watazungumza au baraza la wadhamini aliwaandikia barua na viongozi wa klabu ya Simba ambaye tumewapa dhamana kuteua hilo baraza.